Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwa mara nyingine katika njia za kutafuta kheri, katika njia za kutafuta jamii iliyokuwa imara, iliyoimarika, tukizingatia kwamba mabinti wa leo ndio kina mama wa kesho. Hivyo binti akilelewa katika mazingira yaliyokuwa mazuri, mazingira sahihi, mazingira yenye kumjua Mwenyezi Mungu na kuipenda dini yake ya Kiislamu na kufuata sheria za Mwenyezi Mungu na yale Mwenyezi Mungu ambayo amekataza na kuyaacha, basi atakuwa mama bora wa kesho katika jamii yetu ya Kiislamu. Hilo linatazamwa kwa jicho la karibu na shirika la kina mama FEMIBU kupitia kitengo chake cha Shangazi Nipe Nasaha. Siku ya leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 ilikuwa ni siku ya tathmini baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuifanya kongamano kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni zipi akhlaq njema za binti katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na maisha yake kwa ujumla. Leo mashangazi wanafanya tathmini ya kuelewa na kutazama kwa ukaribu. Je, mabinti wameelewa? Mabinti wanazifuata sheria za Mwenyezi Mungu? Mabinti wapo katika mstari? Ndio kwa maana wamewakusanya tena mabinti katika jiji la Bujumbura ili kuongea nao na kutathmini kwa pamoja ni yapi ambayo wanaendelea kuyafanya ya kheri na ni vipi maisha yao yameendelea kubadilika baada ya vikao vingi ambavyo mashangazi wanaendelea kuvifanya ili kuwarekebisha, kuwaweka katika mstari na kuwatafutia njia zilizokuwa sahihi za kumwelekea Mwenyezi Mungu. Njoo uwasikilize mashangazi ni yapi wanayasema baada ya tathmini fupi ambayo wameifanya siku hii ya leo ya tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwanza tunaendelea kuzitoa pongezi kwenu nyinyi mama zetu ambao mmechukua jukumu kubwa katika jamii yetu ya Kiislamu kuwaongoza mabinti na kuwafundisha yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka, yale Mwenyezi Mungu ambayo anayapenda. Harakati hizi tumeziona zinaendelea kila mara kwa misingi ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda. Tunasema hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Na baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kufanya kongamano la akhlaq njema za mabinti ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukitegemea kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa mazoezi, ni mwezi wa kujifunza, ni mwezi wa kumrudia Mwenyezi Mungu, ni mwezi wa kubadilika. Tayari mwezi umemalizika na leo mmeifanya tathmini kuelekea yale ambayo mabinti walikuwa nayo mwezi mtukufu wa Ramadhani na hivi sasa kama ndo bado wanaendelea nayo. Kwa tathmini fupi ambayo mmeifanya siku hii ya leo, kipi ambacho mnakizingatia kwa mabinti zenu inshallah kutokana na yale ambayo mmeendelea kuwafunza? Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kwamba hakuna kitu kizuri kama vile ukianzisha kitu alafu ukakifuatilia, na siku ya leo tulikuwa katika hali ya kufuatilia yale tuliyoyaanzisha, na ikiwa kweli kama ilikuwa imetoweka Ramadhani na leo ni siku ya mwisho ya Shawwal, ilikuwa tunahitajia kujua wasichana wetu kwa kweli mafunzo yenye tumewapa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mpaka sasa wako katika mstawa mzuri, na ndio maana tukaweza kushiriki siku ya leo kuweza kutizama na kuwasikiliza na kuwahoji tuweze kujua ni kipi wamefaidika katika Ramadhani. Mashallah, alhamdulillah, tumepata kuona kweli kama wasichana ni wenye kusikia na ni wenye kufata katika yale mafunzo yenye tunawapa. Tunahitajia tumpate mama bora kesho baadaye, msichana mwenye anaweza kuwa na msimamo mzuri katika dini. Naam, katika mengi ambayo mmezungumza kuna mambo makubwa ambayo mmeyazungumzia kuhusiana na elimu ya mabinti, ni vipi ambavyo wanajikita kwenye elimu na kuweza kufuatilia elimu zao, jambo ambalo katika jamii yetu ya Kiislamu bado linatupiga chenga. Hili nyinyi kama mashangazi mnaliangalia kwa jicho lipi inshallah kwa huruma yake Mwenyezi Mungu kuhusiana na elimu zote mbili, ikiwa ni elimu ya dini na ikiwa ni elimu hii ya kidunia, ili tuweze kuwapata kina mama ambao wamejikita vyema, kwa sababu hauwezi kuwa mama bora kama hauna elimu. Watoto watahitaji kufunzwa, watoto watahitaji kuelekezwa, na maelekezo mazuri ni yale maelekezo ambayo yanaambatana na elimu. Hili mnalifanyia fikra gani inshallah? Na hili ni kipaumbele katika yale tunapendelea katika jamii, kwa sababu tunamtaka mama mwenye elimu, mama mwenye anaweza kujua kile kizazi kitakachokuwa nyuma yake atakifuatilia vipi. Changamoto haziwezi kukosa katika Uislamu, kwa sababu hilo tunajua kwamba ni ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila kitu lazima kiwe na uzito. Lakini ndio maana akapatikana mwalimu wa kuweza kufunza ili watu waweze kujua kwamba kuna yale unatakikana mpaka uyafunzwe ili uweze kuyajua. Na ndio maana tumekuwa mbele kama wazazi ili tuweze kuona kama tutafuatilia majukumu yetu, kwa sababu tunajua tutakuwa masuhulia kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana watoto tunawafuatilia kwa ukaribu, tukitaka tukifanya wito kwenye wazazi wamebaki manyumbani,
watusaidie na wenyewe watoto wanapokuwa wamerudi manyumbani wafuatilie. Leo kuna vitu vingi vinaweza kusababisha watoto wasiweze kufuata mafunzo mazuri, kama hizi televisheni ziko ndani ya manyumba. Sasa televisheni hazina kazi, mtoto hata simu anaweza kufanya mambo yenye yanaweza kuwa ni mabaya sana katika jamii. Kwa hivyo tunawaomba wazazi wasimame imara, waweze kumaliza hii changamoto iliyoko katika mafamilia mengi. Naam, ni kazi kubwa ambayo mnaifanya kama mashangazi, ni kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa mabinti, ni kazi kubwa ambayo inaonekana katika jamii. Kitu gani ambacho unakiomba katika jamii, hususan jamii ya kina mama, ili waweze kuunga mkono jambo hili, kutatua mizozo yote ambayo inapatikana kwa mabinti zetu, ili inshallah tuwapate kina mama bora wa kesho? Changamoto ni ile tu basi, unakutana wazazi wengi wamekuwa wanafuga sio kulea. Kwa hivyo tulikuwa tunapendelea wazazi waache huyu mfumo wa kumlisha mtoto na kumvisha, tunakujua amelala na ameamka. Wajua kwamba kuna makubwa zaidi wanatakikana kufuatilia mtoto. Malezi ni kitu muhimu katika jamii. Malezi ndio tutapata viongozi watakayejua jamii inahitajia kitu gani na inatakikana kuokoa vipi jamii, raia. Ndio maana tunapendelea kwamba wazazi wasimame, alafu si wanawake tu na vijana. Tunawaomba mashehe, tunapiga kelele kwa mashehe wasimamishe harakati za kuweza kutia vijana na nafasi nzuri katika Uislamu, waweze kujua kwamba na hawa ndio wanaweza kuwa wametusaidia sana. Na baba kweli apatikane baba atakaye kuwa ni kiongozi msimamizi mzuri mwenye kujua majukumu yao. Kama wakina mama wametupa majukumu kwa sababu kina baba hawajui tena majukumu yao, wameweka pembeni ya majukumu yao. Mama amechukua majukumu ya kujua nyumba inatakana kusimama vipi, amechukua majukumu ya malezi ya watoto. Sasa imekuwa sasa ni vurugu. Ndio maana unatizama jamii ya leo tuna hofu, na ndio maana tumesimama kidete kama mashangazi tuweze kutizama basi na nafasi moja tuweze kuishikilia. Lakini tuwaombe mashehe, mafunzo mengi misikitini, mafunzo mengi katika harakati nyingi, yawe ni mafunzo ya kuweza kuwaelekeza watu katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wetu Muhammad. Naam, swali la mwisho la kumalizia, ni kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa mabinti, ni kazi kubwa ambayo mnaitekeleza kwa mabinti ambao mnawataka kuja kuwa kina mama wa kesho. Lakini mabinti hawa ambao mnafanya kazi kubwa wana wazazi, wana mama, wana baba. Mnazungumzia kwanza mama. Je, mmefikiria jambo lolote kuhusu kufanya japokuwa kongamano la kina mama ili na wao waelekezwe, japokuwa patakuwa hata kitabu cha page 3, 4, 5 mamuonesha mama maisha ya kumlea mtoto kuanzia tumboni yanapaswa kuwa hivi hadi hivi na hivi, kwa sababu hii kazi kubwa ambayo mnaifanya leo, mtoto akirudi nyumbani akamkuta mzazi wake tabia ni ile ile ambayo iko nayo mwanzo, inakuwa ngumu mtoto kubadilika. Kuna fikra yoyote mnaifanya kuhusu wazazi? Katika program za Afemibu ni kwamba harakati ya kukusanya kina mama iko njiani. Harakati ya kukusanya kina mama japokuwa ilikutwa, na ndio maana unamuona aliyoko mkono wangu wa kulia ni Amirati, ni katika kitengo cha da'wa ili kuweza kukusanya kina mama. Aliyoko kushotoni kwangu ni Amirati wa kuweza kulinda wasichana. Kwa hivyo sisi hiki kitengo cha kukusanya wa kina mama kiko katika program za Afemibu, na karibuni tunaanza na harakati sasa za kujua wanawake vipi mmesimama katika malezi ya watoto. Hilo lipo kabisa, tuko nalo sambamba. Siku za karibuni tutakuwa tumekusanya kina mama wazazi wa hao watoto ili tuende sambamba, ndio tunaweza kufaulu katika hii hali. Naam, sisi tunashukuru sana. Tutoleeni shukrani tuna nyinyi kunako kupeperusha habari ili tuweze kukutana kama nchi yetu yote wanaweza kufahamu ni lipi limesimama kwa hivi sasa. Allah akulipeni vijana wetu katika harakati hizi za kusambaza habari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pongezi kwa shirika la Afemibu, pongezi kwa kitengo cha Shangazi Nipe Nasaha kwa kuendelea kuzifanya harakati zake za kuwaelekeza na kuwaelewesha mabinti yale Mwenyezi Mungu anayoyataka. Sisi tuendelee tu kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda, azidi kuwahifadhi na azidi kuwapa nguvu waendelee kuitafuta jamii bora ya kesho, kwa sababu tunatambua binti atakaponyooka basi atakuwa mama bora wa kesho. Binti atakaye kuwa katika misingi iliyokuwa bora, misingi ambayo Mwenyezi Mungu anaitaka, basi ndio atakuwa mama kesho na atakuwa ni mama bora katika jamii yetu ya Kiislamu. Tuwakumbushe tu mabinti, hauwezi kuwa mama bora kama hauna elimu ya dini, hata hii ambayo mnaita elimu ya kizungu. Hivyo ni wajibu kwetu kutafuta elimu zote na kuweza kuwa
kamili na kuweza kuwa vizuri katika elimu zote, bila kusahau kumcha Mwenyezi Mungu ipasavyo, kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuelewa kuwa yote ambayo tunayafanya, vitendo tunavyofanya vyote, basi vimwelekee Mwenyezi Mungu peke yake na si kuchanga na kitu kingine. Omnibook TV.